Hii ni simulizi kutoka 96 Link TV, na siku ya leo tutaangazia simulizi ya Nduli Idi Amin Dada. Mwandishi ni Victor Madaha, msimuliaji wako naitwa Wazili Juma. Pale mjini Instagram nafahamika kama The African Traveler. Yawezekana ukiambiwa uwataje watu ambao walikuwa na roho mbaya zaidi duniani, basi utamtaja Adolf Hitler. Lakini hapa Afrika hauwezi kulikosa jina la Nduli Idi Amin Dada. Afrika ilimbatiza jina la chinja chinja wa Uganda, na leo tutaisimulia vyema hadithi mzima ya dikteta Idi Amin Dada. Idi Amin Dada, hadithi zake zilizunguka na kuitetemesha dunia. Watu walizungumza kuwa ni dikteta aliyeua na kuchinja maelfu ya watu, huku mauaji hayo yakionyeshwa live kwenye TV. Inasemekana nyumbani kwake mafriji yalijaa vichwa vya watu waliokaa wakijitia hivi mbele vya kumpinga Idi Amin Dada. Watu walisimuliana kuwa Idi Amin Dada eti alikuwa anakunywa damu za watu huko Uganda. Wanawake walidhalilishwa na kubakwa hovyo na jeshi lake, na wala hapakuwa na mtu yeyote wa kumwambia kitu. Idi Amin alitawala Uganda akiwa kiongozi ambaye alikuwa hamnazo shuleni. Idi Amin aliishia darasa la 4 pekee. Mtoto wa mganga wa kienyeji kutokea kule Uganda. Mtoto mchunga mbuzi aliwezaje kuiteka ikulu ya Uganda? Inaelezwa kuwa Idi Amin bwana alikuwa ni mpishi tu wa jeshi, akiwapikia wanajeshi wenzie chakula jeshini mpaka kufikia kupata madaraka makubwa jeshini, na akawa mrafi wa pesa za jeshi. Ili asiweze kukamatwa kutokana na urafi wake wa pesa za jeshini, akampindua rais aliyekaa madarakani kwa kipindi hiko na swaiba wake wa zamani Milton Obote, kisha akaamini anaweza kuifanya dunia atakavyo. Hadi pale vurugu la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere lilipomng'oa madarakani na kumtupilia mbali kabisa Idi Amin Dada. Akaishi mafichoni huko nje ya bara la Afrika mpaka pale kifo kilipomchukua. Nduli Idi Amin Dada alizaliwa kando kando ya mto Nile huko magharibi mwa Uganda, eneo linaloitwa Koboko, na haijulikani kwa hakika alizaliwa lini, lakini ni kati ya mwaka 1925 hadi mwaka 1927. Baba yake Idi Amin aliitwa Andres Nyabile, ambaye baadaye alibadili dini na kuwa Muislamu na kuitwa Mzee Amin Dada. Yawezekana naye alikuwa na roho ngumu kama aliyokawa nayo Idi Amin Dada, kwani Mzee Amin aliitelekeza familia yake wakati Idi Amin akiwa katoto kadogo sana, na akamwacha alelewe na mama yake Bi Arthur Ate, mwanamke fukara asiyekuwa na chochote, msakatonge ambaye atakula yake ilikuwa ni ya kubangaiza. Mama yake Idi Amin Dada huko kijijini kwao walikuwa akiogopwa sana. Watu wengi walikuwa wakisema mama wa Idi Amin Dada eti alikuwa ni mchawi wa kutisha sana, lakini historia zinasema kuwa alikuwa ni mganga tu wa kienyeji. Inaelezwa mama yake Idi Amin Dada alikuwa ni mganga fundi kweli wa kabila la Lugbala, yaani hata machifu wa kabila hilo walikuwa wakitibiwa na yeye. Mwaka 1941 Idi Amin Dada akaona masomo yanamzingua tu. Aliona walimu wanamzingua tu, yaani masomo yanaingilia kulia yanatokea kushoto, akitoka darasani mweupe kila siku. Idi Amin akaamua zake kuacha shule akiwa darasa la 4 tu, kisha akarudi kijijini kwao akaendelea na mishemishe zake za kuchunga mbuzi. Mwaka 1946 Idi Amin alipata bahati ya kujiunga na jeshi la mkoloni la Uingereza. Kipindi hiko Uganda inatawaliwa na Waingereza. Idi Amin akawa mpishi tu jeshini, akakuna nazi na kuunga maharage vizuri, akaonekana ni tipwa tu asiyekuwa na msaada wowote ule zaidi ya kupika. Lakini bahati na zali lilikuwa upande wake Idi Amin, kwani akiwa jeshini Idi Amin alikuwa akipanda vyeo tu kwa kasi sana. Jeshi lilipokuwa likimchukua kwenda vitani, akawa akionyesha uwezo mkubwa kwenye uwanja wa vita. Uganda ilipopata uhuru mwaka 1962,
Bwana Milton Obote akachaguliwa na kuwa waziri mkuu wa kwanza mweusi wa taifa la Uganda na kisha baadaye kuwa rais wa Uganda. Basi hapo Idi Amin Dada alizidi kupanda vyeo jeshini kwa sababu tu Milton Obote na Idi Amin Dada walikuwa ni marafiki wakubwa sana. Idi Amin alipokuwa jeshini akawa mlafi kweli kweli, mla rushwa na akawa na skendo za wizi wa pesa za jeshi, huku Milton Obote naye akawa na bolonga kivyake. Akawa mchoyo wa kidemokrasia, akaifanya Uganda kuwa na chama kimoja, huku akiwatupa gerezani wapinzani wake bila makosa yoyote yale. Wananchi wa Uganda wakachoshwa na Milton Obote, wakatamani kuona mabadiliko, na hapo Idi Amin akaanza kuona mwanya wa kuingia Ikulu na akaandaa mipango ya kumng'oa madarakani rafiki yake Milton Obote. Inasemekana Idi Amin alisikia taarifa ya kuwa Milton Obote anataka kumkamata kwa makosa ya wizi wa pesa za jeshi, na hapo Idi Amin aliona ni bora amwai yeye kabla hata hajakamatwa. Tarehe 25 Januari mwaka 1971, Idi Amin akatuma jeshi kufanya mapinduzi na kumng'oa Obote madarakani. Wakati huo Obote alikuwa amesafiri kuelekea Singapore kwenye mkutano wa Jumuiya ya Madola. Idi Amin akatumia mwanya huo na kuingia Ikulu kisha akaitawala Uganda. Na alipoingia madarakani, Idi Amin alipokelewa vizuri na wananchi wa Uganda. Sasa Uganda ikawa mikononi mwa Idi Amin Dada, kiongozi pekee ambaye aliishia darasa la 4 tu shuleni. Waganda wakafurahia kupata rais mpya, lakini hawakujua ni kama walikuwa wamemkaribisha mtu katili na mwenye roho mbaya isiyo na mfano. Kwa miaka 8 aliyotawala Idi Amin Dada akaua zaidi ya watu 500,000. Idi Amin akaitawala Uganda kwa mabavu sana, akamwaga damu mno na dunia ikampachika jina la chinja wa Uganda. Idi Amin akaanza kufyeka watu wote ambao aliona pengine wangekuja kumsumbua kwenye utawala wake. Akawamaliza wanajeshi wote ambao walikuwa ni watiifu kwa Milton Obote, kisha hata lile kabila la Milton Obote lililoitwa Lango akaliona ni kichefuchefu. Watu wengi wa kabila hilo waliuawa. Picha na video za mauaji hayo yaliyofanywa na nduli Idi Amin Dada yalisambaa Afrika na duniani kote. Kisha miili ya watu ambao walikuwa na waua alikuwa anaikusanya maiti hizo na kuzijaza ndani ya malori na kwenda kuzimwaga ndani ya mto Naili. Maiti hizo zikawa ni chakula wa mamba wa mto Naili. Idi Amin akatumia hovyo pesa za taifa la Uganda kwa anasa zake. Uchumi wa Uganda ukaanza kuporomoka. Hapo sasa Uganda ikaanza kubadilika na kuwa jahannam, na Uganda ikawa ni uwanja wa damu. Wasomi na wanasheria waliokaa wakijifanya kuikosoa serikali ya Idi Amin Dada wote wakawa wanapotelea kusikojulikana. Kila mwaka Idi Amin akawa anasajili maelfu ya wanajeshi kutokea katika kabila lake. Kisha wanajeshi hao alikuwa akiwapa vibali vya kuua watu yeyote yule atakayeleta ujuaji mbele yao. Wanajeshi hao wakawa huru kufanya mauaji ndani ya taifa la Uganda, wakawa wanabaka wanawake hovyo na wala hawakuwa wakifanywa chochote kile na mtu yeyote yule. Uganda ikawa ni uwanja wa dhambi. Ilifika hatua ukimsikia Idi Amin Dada akisema go with him to where he sleep, basi jua kwamba umekwisha mwanangu, hapo kichwa chako kitatolewa juu ya kiwelewele chako. Inasemekana Idi Amin alikuwa na wanawake 5 huku akiwa na watoto zaidi ya 50. Ikulu ya Uganda ikawa kama nasali vile. Watoto wa Idi Amin wakawa wakikimbizana huku na kule, ni kama vile kituo cha kulelea watoto. Lakini aliyekawa na bahati mbaya kwenye familia yake alikuwa ni mwanadada Kai Amin, mke wa 3 wa Idi Amin Dada. Huyu mwanadada mwaka 1975 hospitali ya Mulago ilipokea mwili wake ukiwa umekatwa vipande vidogo vidogo. Hakuna ambaye alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo kwa mke wa Idi Amin Dada zaidi ya yeye mwenyewe. Kuanzia mwaka 1972 akaanza harakati za kuwatimua Waingereza ambao zamani walikuwa ndio watawala wa taifa la Uganda. Inasemekana alifanya hivyo mara baada ya Waingereza kugoma kumuuzia silaha Idi Amin Dada. Idi Amin akaanzisha uhusiano na Waarabu, hasa Muammar Gaddafi. Na Agosti 4 mwaka 1972 Idi Amin akawatimua wazungu wote ndani ya nchi ya Uganda.
akawapa miezi mitatu pekee wote wawe wameshaondoka ndani ya taifa hilo la Uganda. Na hapo ndipo uchumi wa Uganda uliposhuka, kwani wazungu ndio walikuwa muhimili mkubwa wa uchumi ndani ya taifa hilo. Mwaka 1977 Idi Amin alipomuua Askofu Lumumba pamoja na mawaziri wake wawili, Odiema na Obothi Ofumbi, idadi kubwa ya mawaziri wake na viongozi wengine wa serikali yake wakakimbia Uganda na kukimbilia nchi zingine za jirani. Hapo ndipo ikawa pigo kubwa kwenye serikali yake. Kufikia mwaka 1974 idadi ya wafuasi wake ikapungua mno, hasa kutokana pia na hali ngumu ya kiuchumi kwa kipindi hiko. Ikafikia hatua sasa Idi Amin akaanza kuichukia Tanzania kwa kuruhusu kupokea wageni wanaokimbia Uganda. Akaiona Tanzania ni wasaliti. Idi Amin akasema kuwa Mwalimu Nyerere ametangaza vita na Uganda. Siku moja bwana, mwaka 1974 ndipo Idi Amin dada alipojichanganya. Siku hiyo aliamka na pombe zake mwenyewe, akajaribu kuchezea mustachi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Eti akasema mkoa wa Kagera ni mali ya Uganda. Januari mwaka 1979 Mwalimu akasimama, akaweka kifimbo chake kwa pani, akaitisha majemedari wake wa jeshi, kisha akawatuma wanaume kazini. Jeshi la Tanzania likaunganisha nguvu na jeshi la ukombozi la Uganda NLA likiongozwa na Milton Obote ambaye alipinduliwa na Idi Amin dada, lakini pia likiongozwa na Yoweri Museveni. Na hapo ndipo shilingi ikapinduka kwa upande wa Idi Amin dada, na hakuamini macho yake. Mpaka kufikia Aprili 11 mwaka 1979 jeshi la Tanzania likamng'oa madarakani nduli Idi Amin dada. Idi Amin dada kwa fedheha akaona ni bora akimbie na akakimbilia Libya kwa rafiki yake Muammar Gaddafi, kisha baadaye akaenda Falme za Kiarabu huko Saudi Arabia na kuishi huko katika mji wa Jeddah. Huko aliishi maisha ya amani na furaha. Idi Amin akakumbuka kumrudia Mungu wake kwa dhambi nyingi alizozifanya. Akiwa huko Saudia alitumia muda mwingi kufanya ibada na kusoma Qur'an. Idi Amin akaenda kuhiji Maka mara nyingi kusudi afutiwe dhambi zake. Alienda zaidi ya mara 50 kuhiji Maka. Afadhali alimkumbuka Mungu wake. Julai 19 mwaka 2003 mke wa 4 wa Idi Amin aliyeitwa Ana Longo Madina akaipa habari dunia kuwa Idi Amin yuhoi mahututi kitandani akipumulia mashine. Figo zake zote mbili zilikuwa zimefeli. Baada ya wiki 3, Agosti 16 mwaka 2003, familia yake ikatoa ruhusa kuwa mashine inayomsaidia kupumua Idi Amin dada izimwe. Na hapo Idi Amin dada akahaga dunia akiwa na miaka 78. Idi Amin akazikwa huko Jeddah nchini Saudi Arabia.